hiyo mechi ya wenyeji Morocco kwanza, namna ambavyo wameingia kwenye finali, hatua nusu finali na taifa kama la Algeria. Timu zimeingia lakini wote wakiwa wameingia, kila mtu kamtoa amefunga bao 2-2 kwenye hii hatua ya robo finali. Ipo hivyo. Kwa upande wa Morocco ni timu ambayo ni favorite kwenye michuano hii hapa. Ukiangalia na uchanga ambao wako nayo, kwa sababu tunazungumza uchanga, hatuzungumzi current performance ambayo wako nayo. Wako katika form ambayo inaonyesha kabisa kuna utofauti wa namna ambavyo seriousness ambayo wako nayo katika swala zima la uwekezaji kwenye infrastructure ama facility, miundombinu ambayo wamewekeza. Lakini achana na hivyo tu, wameweza kuzalisha vipaji vingi ambavyo ni ndani vinatumikia ndani ya nchi kwa kiasi kidogo, lakini kwa kiasi kikubwa ambao wako nacho sasa nyakati hizi ni kwamba ni wachezaji kutoka mataifa mbalimbali. Ipo hivyo. Ukizungumza mtu kama Baleidi, ukizungumza mtu kama kwa maana ya mtu kama kwa maana Ayubu, ile goalkeeper pia miongoni mwa watu ambao wanacheza huko Saudi Arabia. Mtu tunazungumza Bonu ni Al Hilal ya Saudia. Nenda kamuone mtu kama Hakimi Ziyech PSG pale katika high rate kabisa. Nenda wakina Diaz Real Madrid, ni Mhispania yule kazaliwa Madrid. Mwisho wa siku kilichokosekana ni kwamba hakuwa na nafasi kwenye kikosi cha cha Hispania, kaja taifa mama. Unaona kabisa quality ambazo wako nazo ni kitu kikubwa ambacho wamekifanya. Na mechi ya mwisho ambayo wanashinda zidi ya Cameroon, wameshinda, magoli ambayo walifunga ni magoli ambayo walistahili. Hayakuwa na chochote ambacho ni changamoto. Changamoto ilikuwa tu ni maamuzi ya Beida, kwa maana ya referee. Maamuzi ambayo yalikuwepo na pia VAR. Ni kama vile wanasinzia, sijui ilikuwa vipi. Hasa mechi za Arabu. Yani hao Morocco na Cameroon. Aguswe mtu ambaye ni sio Mwarabu inakuwa ni kawaida, lakini ikitokea ni upande wa Morocco, Algeria, ni Tunisia, sijui inakuwa kuaje. Sasa sijui inakuwa ni changamoto ni nini, hatujui hivyo. Maana isifike wakati kama vile tunabaguana, lakini tukizungumza tu kuna changamoto ambazo zinajitokeza ambazo zinaakisi kabisa, zinaenda kuondoa hiyo ladha ama indicator ambazo zinaenda kuonyesha kabisa kuna uonevu ndani ya hiyo michuano. Morocco alishinda clear kabisa, walishinda mabao mawili clear, lakini nenda kaangalia nini ambacho wameenda kukionyesha referee kwa matukio ambayo yalikuwa ni kwa maana Cameroon mabingwa mara 5 michuano hiyo, ni kwamba wao wanaenda wanatoka, lakini unaona kabisa kuna scenario za magoli ambazo ilikuwa ni penalty, afu anafuta kabisa, ni kama vile aioni. Na hiyo kuna mtu anachezewa makusudi kabisa, anarukiwa anagongwa kiwiko, lakini refa kama vile aone. Kulikuwa na penalty kama vile. Na kuna ile scenario ya kwamba mtu karukiwa kaanguka, alafu mtu anaelekeza mali ielekee wapi, kule ambapo watu wameangushwa. Kwa hiyo advantage ilikuwa ama treatment zilikuwa ni bado liko upande wa wa baadhi ya timu ambazo zinakutana na Morocco. Ilitokea huko nyuma kiasi fulani, lakini baada ya kufika tu 16 bora, kama vile wamezamilia ile kauli ya ubaya ambayo inaishi imeanzishwa Simba. Imeanzishwa Simba, lakini kama ishi Simba inaishi wapi? Wale kule ndo wanatenda kule ubaya. Wale ndo watu wa ubaya. Kwa hiyo kwa kile kitu ambacho wamekionyesha, nadhani sasa wakivuka hapa basi wana asilimia kubwa ya kwenda kuwa mabingwa. Kurejesha kile ambacho wamekifanya mwaka 1976. So far kwa namna ambavyo quality ambayo wako nayo, wanaenda kukutana pia na top ambaye pia alikuwa ni moja miongoni mwa finalisti wa michuano ambayo imepita, ama ile michuano ile makala ya 34 pale Cote d'Ivoire, kwa maana Ivory Coast. Lakini Mavindi, tusalia hapo, ni kuna matukio ambayo yametokea kwa Morocco na matukio ambayo dhahiri kwamba walipanga hivyo vingine, inawezekana kama kuna wenyewe wanavyofahamu tusieni moja kwa moja, lakini ni vizuri pia umezungumzia ukweli kwamba mashindano yanakosa ladha mwishoni kutokana na maamuzi sahihi. Lakini kwa Nigeria wanaingia kwenye nusu finali miongoni mwa timu ambazo sio kubebu, wao wanacheza mpira dakika 90. Labda pengine unaona pia kwa hiki ambacho kwa Morocco kimetokea mechi dhidi ya Cameroon, kama endapo Nigeria watafanyia kazi mapema kuweza kuadhibu, tutegemee pia kwa Morocco kupoteza kwenye nusu finali. Ipo 50-50, maana mchezo huo anaweza akashinda. Yoyote anaweza akashinda kwenye huo mchezo, na unaweza ukaenda pia dakika 120.
na nani ambaye ataibuka mshindi? Yule ambaye atajiandaa vizuri. Yule Nigeria ambaye alisusia maandalizi ya mchezo dhidi ya Algeria kwa siku takriban 3 na siku zilikuwa zimesalia siku 2 kwa maana ya kufanya finalization na siku ambayo ni ya mchezo. Na mwisho siku wakaenda akacheza, ndo wamecheza vile na hakuwa na mazoezi, yani hawakufanya mazoezi ya kutosha, wamecheza vile. Kweli kuna shughuli ambayo wanaenda kuifanya, kwa sababu ni kama vile ni timu ambayo inaishi kitimu zaidi, kwa maana mazingira ya mtu kama Victor Osimhen unamwona ni mtu ambaye sio mchoyo. Ndio maana hata katika ushindi wa goli 4 kwa goli 4 dhidi ya Mozambiki, goli 4 Mozambiki, kuna tukio ambalo lilitokea, akawa anamuonyeshia mtu kama Ademola Lookman kwamba tucheze kama timu, hatuchezi kama kwa maana individual performance. Kwa hiyo kwenye hiki yeye mwenyewe anadhihirisha. Kwa hiyo kuna nafasi ambazo zinatokea, unaona kabisa ana nafasi ya asilimia, ana chance asilimia karibia 60 na kitu kuweza kuscore, lakini anaitengeneza iwe rahisi zaidi, iwe na asilimia 80 ama 90. Yani anampa mshambuliaji mwingine anaweza akascore, ama mchezaji ambaye ameenda kuongezeka katika box. Kwa hiyo ni watu ambao unaona kabisa mazungumzo nje ya uwanja, nje ya pitch, mtu kama Chukwueze, mtu kama Alex Iwobi ni mtu ambaye anafanya kazi, lakini wale ambao ni mimili kwenye timu ni watu ambao wanaishi kama vile as a brothers. Ndio kitu ambacho kinaweza kachukua nani, kama ukiwaamsha tu leo wanajijua kwamba starting 11 hii hapa tunaweza kwenda, lakini pia silaha zao madhubuti kwa upande wa kila ambacho pia kilienda kuondoa Algeria ni mbavu zao za kulia na kushoto, wing back. Mabeki wao ambao ni wa pembeni wana speed ya kwenda kupanda, kwenda ku overlap, lakini pia ku underlap, kwenda kukaba, lakini pia kukabiwa, kupewa msaada wa pale ambapo watakuwa ni mbali, alafu mwisho siku watakuja kufanya rescue situation, na mwisho siku mazingira yanakuwa sawa. Kwa hiyo ni timu ambayo imebalance, kwenda kukaba, kwenda kushambulia, na ni watu ambao pia wanafunga. Kwa hiyo kwa Morocco ni timu ambayo inabadilika kulingana na mgonjwa ambaye anakutana naye. Wanagawa dozi kulingana na mgonjwa ambaye anakutana naye. Na ukijidisplay tu ni kitu ambacho pia kwao wanafurahia. Wanaona mianya mingi ukilinganisha na timu ambayo inajilinda. Walistruggle zidi ya Tanzania, lakini watu wengi wakategemea kama vile hii shughuli mbona inakuja kwa nyepesi kwa nini? Kwa upande wa Cameroon, lakini Cameroon ikawa ni underdog. Ngoma nzito wakawa wamerejea, lakini pia mambo ambayo yalikuja kuwaua ni mambo ya marefu. Kwa hiyo ipo hivyo, kwa quality ambazo zinaenda kukutana ni top level. Unaenda kuzungumza mtu kama kwa maana Victor Osimhen, Ademola Lookman, hawa ni wachezaji bora wa miaka hivi karibuni barani Afrika, kwa maana ya mwaka juzi na mwaka ule mwingine. Lakini nenda kazungumza mtu kama Achraf Hakimi, unakuja kuzungumza mchezaji bora wa bara la Afrika mwaka ambao umemalizika, mwaka 2025. Kwa hiyo unakuja kuona tushuhudie pia kina Ibrahim Diaz ambao wataingia. Yes, unaenda kuona kitu kama hicho labda kitaenda kutokea. Na mtu kama Diaz ni mtu ambaye yupo katika rate labda anaweza kaenda akatoa kiatu cha mfungaji bora. Magoli 5, ameenda kuwa na mwendelezo mzuri, lakini nenda kuangalia kwa mtu kama Ademola Lookman, naye pia anaendelea kutoa kitu baada ya kitu. Hivyo kwa upande wa nani, kwa mtu kama kwa maana ya Vincent Osimhen, naye ameweka ameacha nani kwa maana alama zake pale, ama ameweka kwa maana ya kuonyesha kwamba bado yupo katika ile level ya mshambuliaji ni hatari. Kumtoa katika level katika ligi ambayo ina ushindani kama Serie A alafu akaelekea kule Uturuki, ni kama vile watu walimleti labda ni mwisho wake wa nini wa kisoka, lakini ukiangalia energy yake bado ana energy, anaweza akakupa zaidi ya kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo manne watu wana magoli 8 safu ya shambuliaji tu. Nenda kaangalia safu ya nini ya ushambuliaji pia ya upande wa Morocco, 5 kwa Ibrahim Diaz, lakini kuna mtu kama nani kama Yakub kwa maana Ayubu El Kabi anakupa magoli 3. Ni vile tu, yani safu ya shambuliaji imelevo magoli 8 kwa magoli 8. Ipo hivyo. Kwa hiyo ni shughuli kweli ambayo inaenda kutokea. Tugusi kidogo kuna mchezo wa Misri dhidi ya Senegal, miongoni mwa michezo ambayo pia ni migumu kutokana na kila sehemu viwango ambavyo wana nani. Aliingia pia nani Mohamed Salah, nyota ambaye pia alishakuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa nyota bora Afrika, lakini kuna mtu kama Sadio Mane na alishakuwa bora Afrika, lakini tunaona ni timu ambazo zinakutana sasa, watu wamekuwa bora msimu iliyopita. Hizi zote zinatokea pia na msingi from grassroots, nini ambacho kinaenda kuzalishwa na mpaka mwendelezo wake. Wanapata mwendelezo, hawabahatishi. Yani kama ni wewe tu kujitoa kwenye mfumo utake wewe, lakini nenda kaangalie pale kwa maana Bambal Academy, nenda kaangalie kwa maana Generation Foot kwa maana ya kile ambacho wanakizalisha. Ni watu ambao ukizungumza Bambal Academy ni academy ambayo imelinkiwa na Marseille ya Ufaransa.
ni kwamba watu wanazalishwa lakini wakipata ile cream wanaipeleka Ufaransa. Ndio maana ni wachezaji wengi ambao wana exposure kubwa ya michezo kama hii. Hawana kitete, hawana pressure, calmness ipo kubwa. Lakini nenda kaangalia pia kwa upande wa Generation Foot, ndio hii ambayo imewazalisha wakina Pacome mtu kama, kwa maana ya mtu kama nani, kwa mtu kama Aziz Ki Stefan. Hao walipotea njia tu. Yani hao walipotea njia ndio tukaja huku, lakini pia kongole kwa wale ambao waliweza kuchukua, kwa sababu sio kitu rahisi. Kuna kipindi hicho uwezo ukapata hiyo cream ambayo Young Africans waliweza kuwafungulia milango wakaleta huku. Ni watu wameenda kuweka nini, fedha ambazo zinaweza na project ambayo inaweza kumshawishi nani mchezaji kama huyo. Lakini wachezaji wengi wakina Diata unavyozungumza, akipata changamoto kidogo ni yupo Ufaransa. Yani hapo ndio labda ndio pa kwake kwenda kujisafisha, arudi tena kwenye soko. Ipo hivyo. Lakini unaenda kaangalia kwa upande wa Egypt nao wana nyota wengi ambao ni age ambayo imesogea 30 na kitu, lakini 29 28 hapo. Lakini nenda kaone kile ambacho kimetolewa hapo. Unazungumza ni watu kutoka Ahli, nenda kaone kwa maana ya Pyramid nao pia wamechukua. Lakini nenda kaone upande wa Zamalek kiasi kidogo wamekichukua. Lakini wachezaji wengi ni nyota kutoka mataifa ya nini, mataifa ambayo yana ushindani wa kisoka. Lakini nenda kaangalia ni chanzo ni kipi, unakuta ni Z Academy ambayo pia imelinkiwa na Aston Villa ya wapi ya Uingereza. Nenda kaangalie kwa kile ambacho wanakionyesha ni pale Light to Dream. Hapo ni academy ambazo zinapatikana wapi nchini Misri. Ni watu wamewekeza. Kwa hiyo haya ni matunda ya nini, ya uwekezaji, sio shortcut kaka. Ndio maana watu wanaweza akakupa mtu anaweza akakupa ile cream ile akiwa inapungua labda energy. Mtu kama Mo Salah anapata msaada mtu kama Mamushi ambaye sio kizazi chake, lakini wamekuja wamecombine, wanapata hiyo chemistry ambayo inaenda kuzaa nini, timu ambayo ina ushindani. Na wanabadilika pia kila mchezo wanabadilika kulingana na nini na mahitaji ya game plan. Kwa hiyo Hassan Hussein kwa maana ya kocha anapata anachokifanya ni kama vile anafanya kutokana na nini, na kupata support ya rasilimali watu, lakini na support pia ya uzoefu ambao wako nao nani au rasilimali watu. Kwa hiyo ukiangalia makocha wengi waliosalia ni asilimia yote sasa ya makocha waliosalia ni makocha wa timu ni makocha wazao. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna kama hiyo unaona kabisa ni sio shortcut. Unaweza kumleta kocha ambaye ni ana high profile kutoka nje, lakini akaja akakosa rasilimali watu. Kwa hiyo ni watu wamewekeza, ndio maana wamepata hii cream ambayo ina ushindani hapo. Kwa hiyo tunaenda kuzungumza sasa hivi hakuna mtu ambaye anaingia kinyonge. Mwenye kinyonge labda sana ni Morocco ambaye ana taji moja tu la mwaka 1977 lakini nenda kumzungumzie Egypt, bingwa wa kihistoria wa michuano hiyo, mataji 7. Nenda kumzungumzie timu kama Senegal mara moja ambayo ilikuwa pale wapi, ilikuwa ni Misri wakachukua. Lakini mwisho siku pia unaenda kuzungumza mtu kama Nigeria mara 3 mfululizo. Kwa hiyo wanachokifanya ni wale tu. Mpo wa JJ Okocha kwa maana Alex Yobi wanaenda kwa ndio huyo ambaye unamuona sasa hivi anapiga pasi ambazo zinakata mstari wa mabeki na kiungo wa ulinzi, alafu nenda kaiguse. Kama kuna vitu umekivaa vinashikilia mwili vinaweza vikakatika. Ndio kile kitu ambacho kinaonyesha ni pasi ambazo ni elekezi, lakini unavyozungumza ni mtu ambaye yupo Fulham, amelelewa wapi? Amelelewa Arsenal kaka. Ipo hivyo. Ipo hivyo. Na miongoni pia na wachambuzi kama nyinyi mnatuambia kwamba miongoni mwa watu ambao wamepiga pasi nzuri sana kwa zenye usahihi, elekezi, yani pasi za hela. Zilikuwa zinapigwa na mtu kama nani, kwa maana ya mtu kama Paul Pogba, kipindi ambacho fomu yake yani